akiongoza kikao cha baraza la mawaziri kilichofanyika jana Ikulu jijini Dar es Salaam. Ukurasa wa ngapi? Ni katika ukurasa wa mbele, tutaenda kupata habari hii kwa kina zaidi. Lakini rais wa Singapore kufanya mazungumzo na Rais Samia Suluhu Hassan Ikulu ni moja ya taarifa ambayo imo katika gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Taarifa hii pia Tanzania kujadili fursa za biashara na Singapore. Tanzania kujadili fursa za biashara na Singapore. Rais Shamgrattan na mwenyeji wake Dr. Samia Suluhu Hassan kukutana na waandishi wa habari. Ukurasa wa pili utaenda kufahamu kwa kina zaidi, ambapo anaonekana hapa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiongoza kikao cha baraza la mawaziri kilichofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam siku ya jana. Iko hivyo, lakini taarifa hii pia unaipata kupitia Tanzania Leo, ukurasa wake wa mbele. Maslahi ya taifa salama kwa Samia yaelezwa ndio agizo lake majadiliano ya kibiashara duniani. Kiti la Mkumbo yaeleza mapambano yalivyo vita ya uwekezaji, yaondoa wasiwasi, uhusiano mataifa yote ya kiuchumi upo vizuri. Ipo hivyo, lakini taarifa hii Mtanzania tunaipata kupitia nakala ya gazeti lako hili la Mwananchi wameandikaje taarifa hii? Ukurasa wa mbele kabisa ameandika Rais Samia mguu sawa. Ukurasa wa mbele kabisa tutaenda kupata habari hii kwa kina zaidi. Sawa. Lakini moja ya taarifa hii pia ni rais wa Singapore atua nchini ni kwa ziara ya kikazi. Nyota Rais Samia yazidi kung'aa kimataifa. Pia na mwenyeji wake watashiriki jukwaa la wafanyabiashara wa Tanzania na Singapore litakalofanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano ya Julius Nyerere. Ukurasa wa 3 habari kamili. Taarifa hii Tanzania unaipata kupitia nakala ya gazeti lako hili la Dira ya Mtanzania. Rais Samia na rais wa Singapore ziara ya kikazi iko hivyo. Ukurasa wa mbele utaenda kufahamu kwa kina zaidi, tupate nafasi ya kusikia kwa uzuri zaidi kile ambacho kimezungumzwa na balozi wa Tanzania nchini Singapore, lakini pia yale mengi ambayo yanaendelea kwa uzuri zaidi. Lakini pia tutakuja kufahamu kwa uzuri zaidi amezungumza nini Waziri Profesa Kitila, waziri wa uwekezaji. Atazungumza mengi hapa, basi na shaka tupata nafasi ya kumsikia pia kwa upande wake akieleza namna gani ambavyo mambo yalivyo. Kwa hili ni balozi wa Tanzania nchini Singapore mwenye makao yake Indonesia, Makocha Tembele amesema wafanyabiashara wa kilimo nchini watanufaika na ziara nchini na kusaini makubaliano mbalimbali ya ushirikiano wa Tanzania. Hii ni kulingana na ujio wa rais wa Singapore Thamani Shanmugaratnam ambaye anatarajiwa kufanya ziara nchini na kusaini makubaliano mbalimbali ya ushirikiano wa Tanzania. Tembele amesema Singapore inakabiliwa na uhaba wa ardhi ya kilimo, hali inayowalazimu kutegemea zaidi chakula kutoka nje ya nchi. Ameeleza kuwa uzoefu uliopata wakati wa janga la COVID-19 umeifanya nchi hiyo kuweka mkakati wa kupanua vyanzo vya uagizaji wa chakula ili kuhakikisha usalama wa chakula kwa wananchi wake. Akizungumza katika mahojiano na vyombo vya habari, Tembele amesema Tanzania ina nafasi kubwa ya kunufaika kutokana na uwezo wake katika uzalishaji wa mazao ya kilimo, jambo ambalo linaweza kufungua masoko mapya kwa wakulima na wafanyabiashara wa ndani. Tupate nafasi ya kumsikia kwa uzuri zaidi kile ambacho nakizungumza basi balozi wa Tanzania nchini Singapore akizungumzia kwa uzuri zaidi namna ambavyo hali ya uwekezaji ilivyo hapa nchini.